Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mara nyingine tena, ndugu waandishi wa habari, tumeona tuipe jamii ya Kiislamu faida gani katika ibada ya hija. Mimi nilizungumzia suala la kuhijiwa mpaka nikataja gharama ni dola 2500. Nimuulize swali Sheikh Athmani, swali ambalo litasaidia ndugu mtazamaji na tutazama, ndugu waandishi wa habari na jamii ya Kiislamu, faida ya kuhijiwa. Na je, baada ya kutaja faida ya kuhijiwa, je, mwenye kuhijiwa ni maiti tu aliyekufa au hata mtu ambaye yupo hai anahijiwa? Na huyu ambaye yupo hai anahijiwa, sheria inasema kwa nini ahijiwe? Je, kuna viegezo gani alivyokuwa navyo vikavyomfanya asende ija mpaka ahijiwe? Nilikuwa naomba ubainishe hizi sheria na ueleze ndugu watazamaji wapate kufahamu wanavyoalipia ndugu zao kwa ajili ya kuhijiwa kisheria. Karibu pale, tafadhali mashkura. Al-mahmudu bihaqqi huwa Allah jalla jalaluhu wal musalla alayhi huwa Muhammadun wa aluhu wa ba'du. Ziko faida gani katika mtu kuhijiwa? Akihijiwa mtu anafaidika kitu gani? Jawabu inabidi tuanze kwanza kulitoa msahafuni kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola alivyotuleta hapa duniani alitambua kwamba hakuna mwanadamu anayejiweza kwa yote. Hakuna binadamu anayejiweza kwa kila kitu. Yako mambo mwanadamu huyu anaweza na huyu hawezi kwa sababu mbalimbali. Hakuna anaweza kwa yote. Ilivyokuwa hakuna binadamu anayejimudu kwa yote, Mola akatoa amri hasa kwenye Qur'ani iwepo tabia ya kusaidiana. Akasema Mola wetu, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan wattaqullah. Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya 5, saidianeni. Unasikia maneno ya Mungu hayo, saidianeni kwenye mambo ya kheri na ucha Mungu, msisaidiane kwenye mambo ya shari na madhambi. Kitendo cha watu kusaidiana hapa duniani ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama hiyo haitoshi, ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema, Allahu fi hajati al-abdi ma kana al-abdu fi hajati akhihi. Mwenyezi Mungu yumo kwenye shughuli, Mola, ya kumsaidia mja kutimiza haja zake pale ambapo na huyo mja anashughulika kutimiza haja za binadamu wenziwe. Ukitaka Mungu asimame kwenye haja zako kukusaidia zitimie, unatakiwa kwanza wewe usimame kwenye kusaidia haja za viumbe wenzako. Ukijumlisha haya maneno, anayekwenda kuhijiwa kwa sababu tutakazotaja, bila shaka la kwanza amesaidiwa, kwa sababu kafika mahala yeye kuhiji hawezi. Sasa anayekwenda kumuhijia, tunakubaliana kwamba huyo anayehijiwa amesaidiwa, na Mola anasema wataawanu, saidianeni kwenye mambo ya kheri na ucha Mungu. Na kheri kubwa sana, ucha Mungu mkubwa sana ni hii ibada ya hija. Ibada ya hija ni katika hizo kheri za juu mno. Kwa hiyo anayekwenda kumuhijia mwenzake pale kashamsaidia, kashakwenda kumfanyia jambo ambalo sasa yeye hawezi kulifanya. Hii ni faida ya kwanza katika mlango, yani babul muawana, ule mlango wa kusaidiana. Lakini jambo la pili, huyo anakwenda kuhijiwa ni Muislamu, na mpaka anakwenda kuhijiwa maana yake anadaiwa hija na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, alikufa mtu hajawahi kuhiji na alikwisha wajibikiwa na faradhi ya kuhiji, ile hija ishakuwa wajibu wake, lakini mpaka akafa hajafanya hija, huyo anakwenda kuwa masuli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man malaka zada warrahila famata wa lam yahuj fala alayhi an yamuta yahudiyan au nasraniya. Mtu yoyote atakayemiliki kipando
na matumizi ya safari ya hija anamiliki, halafu akaja akafa na hakuhiji, ni khiari yake, la alaihi, ni khiari yake mwenyewe achague afe Yahudi au afe Naswara, afe Yahudi au afe Mkristo. Ukikusanya haya maneno, maana yake achague mwenyewe aina gani ya ukafiri awe nao, yani achague nife kafiri wa aina ipi. Sheikh Othman, naam. Ndugu watazamaji na ndugu waandishi habari, iko pointi ambayo nachelea kama binadamu, ukiendelea itanitoka. Watu wengi wanasema baba yangu alikuwa maskini. Sikiza, hii wanatumia watu wengi, tuwasaidie sasa. Hakuwa tokea uhai wake mtu mwenye kumiliki mali, alikuwa ni fukara, au babangu kafa maskini. Sasa namhijia ya nini? Ina maana tokea wakati wa uhai wake ile ibada ya hija ile ilikuwa imemvuka, wanachukulia liman istataa. Sawa, naona ibara hii iweke vizuri. Maneno haya yamekuwa yakitoka sana katika midomo ya watu. Sasa tunamwijia huyu wa nini? Mbona tokea wakati wa uhai wake hakuwa mtu mwenye uwezo? Ibara hii naomba tuisaidie jamii ya Kiislamu katika ibara hii. Sawa ndugu waandishi wa habari? Huyu mtu akishahijiwa na naam, wakati wa uhai wake alikuwemo kwenye orodha ya wale wasiokuwa na uwezo. Naam. Mola akasema, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Ametaja Mwenyezi Mungu hapa kitu kinaitwa al-istitaa, kwa maana ya uwezo. Taban, huyu mtu ameishi kwenye hii dunia mpaka umri umekwisha, ameelekea zake akhera, na huo uwezo hakuwa nao kamwe, ambao sasa inabidi niueleze hapa uwezo wenyewe ni kitu gani. Mpaka kafa uwezo hana. Sasa tunakwenda kumuhijia kwa sababu gani? Majibu ni mengi sana. Kwa kuanzia ni kwamba, kwani mkenda kumuhijia huyo mzee wenu ambaye hakuwa na uwezo, kwa maana ya kwamba Mungu hana ugomvi naye, sababu alikuwa hana uwezo, Mola hana hamdai chochote, nyinyi mkasema na mnamuhijia. Je, mkimuhijia anapata hizo thawabu za hija au hapewi? Mungu atampa hicho mlichokusudia apewe au atanyimwa hapewi? Tutakubaliana sote kwamba akihijiwa amepata, amepata kwa kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu mmoja amefiwa na mzee wake, akaenda kwa Mtume kuuliza, nimefiwa na mzee wangu nimuhijie? Mtume kamwambia naam, huja alai anhu, nenda kamuhijie. Mtume si mwenda wazimu kuona kama amwambie mtu ahijiwe mtu ambaye hatopata kitu. Bila shaka kwa kuwa karuhusu akahijiwe, anafaidika huyo anayehijiwa, anapata. Sasa kwa nini ahijiwe? Kwa sababu atafaidika, ile hija itapatikana na thawabu za kwamba kana kwamba alihiji mwenyewe zitapatikana. Takbir. Akihijiwa sawa sawa alikuwa na uwezo na hakuhiji, au alikuwa uwezo hana kabisa na kwa hiyo hakuhiji, sasa anahijiwa, Mola atampa thawabu sawa sawa kama kahiji yeye mwenyewe, hakuna tabu yoyote kabisa. Kwa hiyo lile swali la kwamba sasa kama alikuwa hana uwezo na Mola hana ugomvi na wasiokuwa na uwezo, sasa twamuhijia kwa nini? Twamuhijia kwa sababu chungu mzima. Kwanza tunamsaidia kwenye kheri, na tumeambiwa tusaidiane, wabitali hatupotezi, yeye atapata na sisi tunomuhijia pia tutapata kwa sababu tumemsaidia. Kwa hiyo huyu bwana anohijiwa atafaidika, na atafaidika sana kwa nususi za Qur'ani na Sunna, atafaidika. Hii ni kuashiria nini? Walokufa hawana uwezo, watoto wao, jamanini, amekufa baba watoto hana uwezo, kaacha watoto wamekuja kuwa na uwezo mkubwa wa kitajiri. Hivyo ndo tuwaambie hamfai kumuhijia baba yenu kwa sababu yeye alikuwa hana uwezo, Mungu hamdai, hana tatizo. Basi maneno gani haya? Maneno ni kwamba kama baba alivyokufanyieni kheri, akakuleeni, akakukuzeni, akakusomesheni, kheri ambazo hazina kipimo, nyinyi mnadaiwa kumfanyia kheri kuliko aliyofanyeni nyinyi, ingawa hamwezi kumfikia, lakini na nyinyi mjitahidi kufanya kheri. Basi katika kheri kubwa ni kwenda kumuhijia. Umuhijie, naye akifika siku ya Kiyama anakaribishwa kwenye kundi la wageni wa Mungu subhanahu wa ta'ala, anakuwa mtu ambaye kashamtembelea Mungu ingawa alikufa hajaenda. Hili jambo halina wasiwasi.
watu wahijiwe. Sawa sawa, walikufa wana uwezo hawakufanya, wahijiwe watapata, au walikufa hawana kabisa uwezo, waliobaki na uwezo wawahijie, wabitali nao watapata. Sheikh Othman, tuingie hapa ndugu watazamaji na ndugu waandishi wa habari, nimuulize swali kidogo Sheikh Othman ambalo litakuwa faida kwa jamii ya Kiislamu. Kwa yule ambaye kafa na uwezo, natoka kidogo nje ya mada, lakini ili kuyaweka sawa, kuna swala la mirathi. Katika swala ya mirathi panatakiwa palipwe madeni ya maiti. Hukumu za swala ya mirathi, kwanza palipwe deni maiti. Je, deni hili la Mwenyezi Mungu, na unajua kabisa baba yetu kafa tajiri na hajawahi kuhiji, linachukua nafasi gani? Lianze deni la Mungu au yaanze madeni ya kidunia? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haqqullahi ahaqqu an yuqda, haki ya Mungu ndio inastahili mwanzo kabisa kulipwa. Samahani ndugu makamu mwenyekiti, kwa maana kwamba unaiambia jamii ya Kiislamu na jamii inayotuzunguka kwamba anapokufa maiti kwanza waitazame ili deni la Mwenyezi Mungu la kwenda kuhijiwa, mzee alihiji, alafu ndio watapata madeni mengine. Hapa kuna ufafanuzi kidogo. Tafadhali. Huququllahi ta'ala mabniyun ala almusamaha wa huququl makhluqina mabniyatun ala almujahama. Haki za Mungu zimejengewa msamaha. Haki ambazo Mungu anakudai ni mwepesi kusamehe, lakini haki wanazokudai viumbe wenzako zimejengewa nongwa na ugomvi. Ikiwa unadaiwa pande mbili, anakudai Mungu na anakudai watu, hizi pande mbili kuna moja ni nyepesi kusamehe, na ile upande wa Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini haki za viumbe zimejengewa ugomvi. Na kuna watu wanasema asakafa hajanilipa, atanilipa kwa Mungu, anakusubiri huko, na kweli utakuwa na matatizo. Hapa kwenye elimu na vipimo viingie. Ikiwa nyinyi ambao mnashughulika na mzee wenu amekufa, wanaomdai wapo, Mungu pamoja na wanadamu, tizameni hali ikoje. Ikiwa hawa watu wanaomdai mzee wenu wanakubali kustahamili, wakatoa muda deni, kuna taajilu na kuna taakhiru. Kuna deni la muda wa haraka na muda wa baadaye. Ikiwa kama hawa wenye madeni wanakubali hivi, sisi tumeridhia madeni ya huyu bwana, tungali tunampa muda, hatuna haja ya kulipwa hivi sasa, tunampa muda. Ikitokea hivyo, deni la Mungu likalipwe mara moja, halafu iendelee juhudi ya kutafuta thamani ya kulipa madeni ya wanadamu. Kinyume chake pia ni sahihi. Ikiwa wanaodai takwa hiyo hawana ya kusema si mtatulipa siku yoyote, twataka mara moja haki zetu, na Mungu ana haki yake ya hija, basi madhali wenye haki zao binadamu wanataka sasa na kipo, walipwe kwanza wao, Mungu inshallah ataelekewa baadaye. Asante sana makamu mwenyekiti wa Al Safa Haji and Umrah Trust. Sasa labda tuieleze jamii ya Kiislamu na ndugu watazamaji mnaotazama wasiokuwa Waislamu, inshallah mtavutika inshallah na kubadili dini, nanyi muingie katika Uislamu mpate kwenda hija. Nikuulize swali kidogo Sheikh, kwa manufaa ya ndugu watazamaji na Waislamu mbalimbali duniani. Sasa watu ambao wanastahili kuhijiwa wakiwa hai ni watu wa namna gani? Watu wanaostahiki kuhijiwa kabla hawajafa ni wale ambao imethibitika hawana uwezo wa kwenda hija maisha mpaka kifo chao. Kwa sababu, kwa mifano inaokuja, kwa mfano kuna mtu kapata maradhi magumu ambayo hayatarajiwi tena kama atapona. La ilaha illa Allah. Kuna mtu kapata ulemavu, sio? Na hakuna namna ya mtu kumsaidia kwenda fanya ibada ya hija kule, kwa sababu kule ukiwa mlemavu gharama itaongezeka, itabidi upate watu wa kukubeba kwenye vigari kukuzungusha, na sisi tunafanya kazi hiyo sana, lakini wanaofanya kazi hii wanalipwa. Nakumbuka mimi mwaka jana kile kigari cha kumwendesha hujaji kumfanyia tawafu na sa'i kilikuwa zaidi ya $100 mwaka jana, $100 takriban. Sasa huyu anakwenda kuhiji kashakuwa mlemavu hivyo, hizo gharama za ziada hana. Maana yake nini? Huyu hatohiji mpaka atakufa, mpaka atakufa, na hali ya kuwa uwezo anao. Kama uwezo anao na hali ndo hii, na kwenda hawezi tena kwa huu ulemavu wa sampuli kama hizi, hawezi kuambiwa basi achana tena na hija, maana wewe ushapona tena, wewe umekomboka, udaiwi tena. La,
apatikane mtu aende akamfanyie hija, kwa sababu huyu ana dharura ambayo haitokwisha mpaka siku ya kufa kwake, inabidi afanyiwe. Kwa hiyo dharura ya kwanza ni mtu mgonjwa, ana maradhi ambayo hayatarajiwi tena kupona. Maradhul ladhi la yurja buruhu, ni maradhi hayatarajiwi tena kupona. Na kuna maradhi mengine magumu, sote twajua kabisa. Kuna mtu anaumwa inamlazimu mara kwa mara aende haja ndogo, na kule kuna hiyo dhiki ya kwenda haja ndogo mara kwa mara. Kuna mtu anaitwa salisul bauli, sio, hawezi kuzuia haja yake ndogo, anateseka. Kuna watu kama anapata maradhi kila muda atataka kutapika. Maradhi ni mengi, Mungu atupe afya njema. Yakiwa ni maradhi ya sura za mateso na haya na dalili yatapona, yamekatiwa tamaa na kupona, huyo anafaa akahijiwe, hata kama bado hajafa akasaidiwe. Huyo mtu wa kwanza. Kuhusu mtu alokufa na hayupo tena, maelezo hakuna, anatakiwa tu akafanyiwe. Sheikh Uthman bin Khamis, mashallah, Allah yaftah alayhi, inshallah, makamu mwenyekiti wa Al-Safa Haji and Umrah Trust, anajibu maswali vizuri sana. Hii ndio Al-Safa ilivyo, na ndio tunaendesha hivi na semina zetu kwa njia ya maswali. Wakati mwingine watu wanaelewa zaidi. Sheikh Uthman, kuna kesi ilitokea mimi, ililetwa na hivi sasa inahitaji maelezo kidogo kwa ili tuwasaidie jamii. Kuna ndugu ambao wamepotea, wakakubaliana familia kwamba amekufa, so kwa assumption hawajaiona maiti wala, lakini amepotea muda mrefu sana mtu wa namna hii. Lakini mamake mzazi, naijua familia, siwezi kuitaja kwenye mitandao, familia kubwa tu iko hapo, ilipotelewa na mama mmoja na mtoto wake, alikwenda mambo baharia, ikasemekana katoswa kwenye bahari, lakini mpaka hivi sasa inafika miaka 30 na. Je, mtu wa namna hii ambao walipata taarifa kwamba ndugu yenu, mtoto wako mama alitoswa baharini, anastahiki mtu wa namna hii kuhijiwa? Au mtu ambaye alitembelea nchi ambayo ni civil war au nchi yenye vita, alafu kapotea, mkasikia taarifa kama ameuawa, mtu wa huyu wa namna hii anastahiki kuhijiwa? La kwanza, haruhusiwi mtu yoyote kutoa maamuzi juu ya kifo cha mtu, haruhusiwi kisheria. Ndio, haruhusiwi. Kufa au kifo kiko aina mbili. Aina ya kwanza inaitwa wafatu hakika, na aina ya pili inaitwa wafatu hukma. Kuna kifo cha uhakika na kuna kifo cha hukumu. Kifo cha uhakika sote tunajua, ni mtu pata habari zake kafariki, tumekwenda tumehudhuria maziko yake, tumemzika, tumethibitisha kafa, hapa hakuna maneno. Lakini kuna kifo cha hukumu. Kwa sura ya swali hili ni kwamba ghaba anna shakhsun wa lam yu'rafu khabaruhu, yuko mtu katupotea na hatuna taarifa yake ya hakika, hatuna taarifa kule yuko hai, uko aliko au amekufa, ili hatulijui. Anayeruhusiwa kutoa kauli kwamba kwa sasa huyu yapite maamuzi kuwa kashakufa ni mtu anaitwa kadhi. Hili ni jambo la mtu aitwa al-hakim. Hadha al-amru yufawwadhu ila al-hakim. Hakim ni mamlaka yote ya nchi, na chini yake ndiyo kuna makadhi. Kadhi aseme kwa muda aliyopotea, hadhihi al-muddatu hiya allati la yaishu fiha insanun ghaliba, huu ni muda ambao kwa kawaida mwanadamu hawezi kuishi tena zaidi ya muda huu mara nyingi. Kwa mfano, toka kapotea, alipotea akiwa na miaka 45, sio? Haya, tumekaa miaka mingine 35 40, ni miaka 80 na kitu hiyo. Mtume Muhammad anasema a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yujawizu dhalik, umri wa watu wa umma wangu ni baina ya miaka 60 na 70. Kuna watu wachache mno wanaopita hicho kipindi. Mungu atupe umri mrefu inshallah. Sasa kadhi ndo ahukumu kwamba huyo mtu huko alikopotea, mimi kadhi fulani wa mahala fulani, leo siku fulani, tarehe fulani, na hukumu kwamba huyu fulani bin fulani amefariki. Hayo maamuzi yatawe kadhi, si familia. Wasikai kikao cha familia wakashauriana wakaamua, bana tunaonaje, tuseme kafa huyu. Mimi nadhani huyu tuamue ameshakufa huyu. Hawaruhusiwi. Kwa sababu maamuzi ya kifo cha mtu mbele yana haki nyingi zinahitajika, ikiwa ni pamoja na mke kuachika mkewe, ikiwa ni pamoja na mke kukaeda, ikiwa ni pamoja mali yake kurithiwa. Ni vitu vikubwa vya haki yake huyo mtu.
maamuzi yake hafai kutoa yoyote. Sasa ikiwa itapita sharia kwa maana ya kwamba aliyeamua kwamba huyo mtu kafa ni kadhi, hukumu al-qadhi nafidh, maamuzi ya kadhi lazima yapitishwe. Hairuhusiwi kupinga maamuzi ya kadhi, kwa sababu kadhi anatoa maamuzi kwa niaba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kadhi akishaamua ashakufa, sio tu kwenda kumuhijia, yote yaendelee, ikiwa ni pamoja na mkewe kukaeda eda, ikiisha aulewe, mali yake kurithiwa, na kama kuna watu wa kwenda kumuhijia kwa sababu sasa alikufa hakuhiji, amekufa kwa hukumu ya kadhi, yote yaendelee huko, yote sawa sawa. Lakini si familia tu wakakaa kwenye viti wanakunywa na chai, sema nadhani muda mrefu sasa, mnaonaje? Anatoka babu sasa, jamani mnajua huyu kashakufa huyo. La, ni kwenda kuzuia haki za watu. Nafikiri swali la mwisho labda ni makamu mwenyekiti ni Al-Safa Sheikh Athman Khamis, ndugu yangu mpenzi, mtumishi mwenzangu pale msikiti wa Mtoro, tuulize kwa faida. Je, inafaa kwenda kuhijiwa mtu ambaye amefungwa jela maisha kwa hukumu kwamba hukumu imetoka, anatakiwa afungwe jela maisha yake, afie jela, uhuru tena hana mtu huyu, lakini kaacha mali, ana vijimali vyake kaacha. Sasa hii mali yake inaweza kuchukuliwa akafanywa ibada ya hija, au je mtu aliyohukumiwa kunyongwa? Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Amen, amen, sisi amen, na wanaotuzunguka na vizazi vyetu. Ni hukumu nzito kidogo hizi. Mungu atuhifadhi mpaka tuondoke duniani, tusiingie sisi na watu wetu wa karibu katika jambo kama hili. Mwenyezi Mungu atuhifadhi ya Rabb, na walioingia huko Mwenyezi Mungu ajalie wasamehewe. Amen. Nilikuwa nasema kahukumiwa mtu kunyongo, liyadh billah, Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Inakuwaje ikiwa jamani akawaambia dakika za mwisho, ndugu zake, mimi nimehukumiwa hukumu hii na kuombeni katika nusu ya mali yangu, nendeni mkanihijie. Katoa tamko kama hili, kamuomba hakimu kwamba naomba kusema na ndugu zangu maneno yangu ya mwisho. Moja katika maneno yake ya mwisho kausia jambo hili, jamani mimi nakwenda huko niliko na kwa hukumu hii, lakini naomba mali yangu mkanihijie. Je, kisheria ikoje? Kisheria atasikilizwa na hatosikilizwa. Naam, ndugu mwandishi habari naye ana swali. Tuanze na huyu aliye gerezani na amehukumiwa kufungwa maisha yote au kahukumiwa kunyongwa, na dua tumeitika tuliombewa hapa, Mungu asitupe hizo adhabu. Sasa amesema jamani, nyinyi wanangu, mimi ndo sitotoka tena gerezani, manake uhuru wangu ndo umepokonywa maisha yangu yote, na au ndio nitakufa huku, nimehukumiwa kunyongwa, la sanataka nusu ya mali yangu mkanihijie. Nikasema huyu atasikilizwa na hatosikilizwa. Atasikilizwa kwa sababu kweli watu wakamhijie. Ikiwa yule mgonjwa ambaye ana maradhi magumu na hayatarajiwi kupona, amefaa kwenda kuhijiwa, na huyu ni kama mtu ambaye hapatarajiwi tena kupata uhuru wa kwenda kuhiji ala tasawi. Kwa hivyo atasikilizwa, atakwenda kuhijiwa. Hatosikilizwa kwenye kupanga hicho kiwango cha thamani ya kwenda kumhijia. Asiseme nusu ya mali yangu kanihijieni, hatosikilizwa, kwa sababu hii nusu ya mali hawa wanaokwenda kumuhijia si ni watahiji kwa nafasi yao. Akishasema sio lazima waondoke leo, nao si wanajipanga, wana nafasi zao na wanaweza wakachelewa sana, sio? Ikiwa huyu mtu ni yule mwenye kunyongwa, sio? Maana yake hiyo mali anayoiacha huku nyuma inaitwa tarika, inaitwa mirathi ile mali. Na mali ya marehemu anayoruhusiwa kuhusia kabla ya kifo chake ni theluthi moja tu ya mali yake. Pahisabiwe mali yake yote, ithaminiwe, itoke theluthi tatu. Theluthi moja tu ndio kwenye mamlaka yake ya kusema mnifanyie hichi na hichi na hichi. Kwa hivyo akisema yeye, na tunajua sasa hivi atanyongwa, muda umeshahukumiwa, la nusu nzima, kwenye nusu tutatawakaf kidogo, tutaangalia mazingira gani hapo. Lakini ikiwa kufungwa tu maisha, sio? Maana yake huyu bado yuko hai na mali, bado mali yake. Aliyehukumiwa kufungwa, yani mahbusu madal haya, ameambiwa afungwe maisha yote, sio? Kufungwa maisha yote hakumpokonyi mali yake. Mali yake huku nje bado mali yake.
na kwa kuwa hajafaa, mamlaka ya matumizi ya mali yake yako mikononi kwake mwenyewe. Huyu ana haki ya kusema nusu nzima ya mali kanihijieni, au yote chukueni, ni yake, bado ana mamlaka nayo. Lakini kwenye eneo la kunyongwa akasema nusu ya mali nihijieni, na hatujui atanyongwa saa ngapi. La, kuna habari ya warithi hapa itaingia, ambao sasa wanazingatiwa sana. Lazima maneno yake yawekwe kwenye meza ya wasia, anahusia ili waitumie mali yake kwa theluthi moja tu, theluthi mbili zibaki kwa kusubiri ruhusa ya warithi. Kama tunavyojua wasia hiya takifu ala thuluthi tarika, fa in zadat fahiya mawqufatun ala ijazati alwaratha. Ile wasia inaishi kwenye theluthi moja tu. Ikiwa itapita theluthi moja itazuiliwa kwa kusubiri ruhusa ya wale warithi. Kwa hiyo hapa anakubaliwa akahijiwe. Kwenye kiwango ni kipi panatofautiana. Ikiwa ni kufungwa tu aseme atakalo, maana mali ya huku bado mali yake. Ikiwa ni mashaka ya kufa, sasa yataenda kwenye maneno mpaka ya wasia. Ule wasia lazima ukae kwenye theluthi moja tu na sio zaidi ya hapo. Tukitoka hapo, nimepata habari kutoka kwa shekhe, ameuliza mwandishi mahiri sana Sheikh Saim Gwao, amesema hawa watu wanaohijiwa, wanaokwenda kuhijiwa kwa taasisi yetu sisi, anayekwenda kuhijiwa kwa maana yeye hatosafiri atagharamia dola 2500. Ikiwa anataka kumpwenti mtu rasmi, nataka Sheikh Abasi kanihijie wewe, pesa zangu za safari kama ambavyo ningekwenda mwenyewe, nenda wewe sasa zote, akalipa 6500 kule kwa kutoa 2500 sawa, na huko kutoa 6500 kote sawa. Kwa nini 2500? Kwa sababu ukimchukua mtu akamuhijie mtu anasafiri kama hujaji, atabidi apate gharama ile ile 6500. Sasa kumbe akimpa mtu akamuhijie ye haendi, imekuwa nafuu, ni 2500 kiongozi. Sasa inakuwa huko kuna nafuu, na binadamu kwa tabia yake hata kwa elimu anataka nafuu, mtu hataki uzito. Na hata dini hii pia inataka watu waishi kwenye wepesi na sio kwenye uzito. Sasa huyu alokwenda kumkampa kiongozi kanihijie rasmian, yani kampa gharama yote ya hujaji kanihijie, na yule mtu katoa dola 2500 tu, ye haendi kanihijie. Daraja la thawabu la huyu anayehijiwa, kama atalipiwa 6500 yote na kama atalipa 2500 tu, kilichotarajiwa apate huyu anayehijiwa hakihusiani na hizi gharama, amepata kote kote. Amepata kama atatoa kwenye taasisi akahijiwe, au atampa mtu mahususi, bana 6500 hizi kanihijie. Kuhusu anayehijiwa, faida yake haitopungua kwa sababu ya kupungua thamani, faida yake itabaki pale pale, itabaki pale pale. Asante sana ndugu watazamaji mnatutazama hapa kupitia ndugu zetu waandishi wa habari ambao wamekuja kupata habari za Al Safa Haji and Umrah Trust. Hiyo nimekuonjesha kiasi tu uone ya elimu iliyokuwepo Al Safa katika kuwatumikia mahujaji. Darasa ndo kama hizi. Hii ni robo tu. Kuna darasa hatujaonja, hatujafika bado hata nusu ya darasa zetu ambazo tunawatumikia mahujaji na kuwaelimisha. Karibu sana kwa usafiri na Al Safa, utapata mengi ya kielimu. Ni mimi Abbas Ramadhan Abbasi, Director of Operation wa Al Safa. Hivi sasa namshukuru sana Sheikh Athman bin Khamis Chekechea, makamu mwenyekiti wa Al Safa, bila ya kumsahau mzee wetu, mlezi wetu, kipenzi chetu Sheikh Muhammad Abdurrahman Didis Al-Qadiri, ndio mwenyekiti wa taasisi ya Al Safa. Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri, ambaye tunafanya kazi zote niabatan, kwa niaba yake inshallah. Katuamini, katupenda, katahakikisha kama hii kazi tutaifanya vizuri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuitangaza hija. Na sasa nizamu yake ndugu yetu Sheikh Babu hapa ataeleza baadhi ya mambo machache ya kuhusiana na safari na gharama. Jazakumullah alkhair.